Diamond Platnumz ametangaza tour yake mpya ambayo atazunguka sehemu mbalimbali ikiwemo Tanzania, na tour hiyo ameipa jina la Retro. Do you know the meaning of retro? Alisemea kwenye ile interview na nani? Na Lilomi. Ni vintage. Ndio. Mambo fulani ni tour fulani ambayo theme yake inakuwa ya mambo kuanzia miaka 20-30 iliyopita huko. So inaonekana kwenye hii tour hata namna ambavyo atakuwa anavaa, setup na kila kitu itakuwa ni mionekano fulani hivi ya kizamani. Kwamba ikweji itakaa sana. Yes, Diamond Platnumz naweza nikasema kwamba anajua namna ya kutengeneza biashara yake. Why I'm saying this ni kwa sababu moja, angalia ngoma mbili ambazo ameziachia. Angalia Happy, angalia Ikweji. Joy, right? The way ambavyo Ikweji. Angalia the way ambavyo amevaa kwenye hizi ngoma mbili ambazo ni latest. Unagundua kwamba alikuwa anafanya reference au anajaribu kuvaa uhusika wa tour yake. Ni kama vile alikuwa anaikaribisha tour yake kwamba isije kuwa kitu kigeni kwa mashabiki zake. So finally ametuonesha kwamba zile styles ambazo tulikuwa tunaziona kwenye video za ngoma zake kuanzia Happy mpaka kufika kwenye Joy au Ikweji, basi alikuwa anatuandaa kisaikolojia. Hivi Happy na Joy ni jina moja eti? Maana yake ni moja tu eti? Si furaha tu. Yeah, Joy na Happy the same, yani inabeba and live the same. Tukokote mawe eti. So all in all, hiyo ndio information mpya kutoka kwa Diamond Platnumz. Of course hapa ametaja Diamond Platnumz amekawazi sehemu ambazo ataenda kutumbuiza katika tour yake. Kabla hujawaambia huko, unajua hili jina ametoa nani? Katoa nani? Noel. Yeah. Diamond anasema mimi nilitaka niite vintage, vitu kama hivyo, ni maana yake ni vintage. So designer wangu Noel ndo akaniambia usitumie hilo jina, tumia hili hapa, yani ndo akampa hilo. Kamba jina Ikweji. Retro. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Diamond Platnumz ameandika it's retro season and the tour is active. Here is our calendar currently. More dates to be announced. See you in your city. Booking. Ameweka booking yake hapo na namba ya simu ameweka. Ni WhatsApp tu. WhatsApp, si ndio? Alafu sasa kwenye hii tour sasa hapa tour Diamond Platnumz angeanzia kwenye Mbeya hapo. Ameanza Mwanza tarehe 25, unaofuata ni Mei 9 Dodoma. Alafu inafuata Mei 30 Mbeya. Bwana, Ikweji. Kwa hiyo Mbeya, Makete, toka. Kote tu. Hakuna kitu kama hicho. Makete haiwezi fika hiyo. Ni ataenda. Alafu Juni 5 ni Uganda, Juni 27 Morocco, Julai 4 ni Arusha, Julai 18 ni Tarime, Agosti 29 ni Rwanda, Septemba 26 ni Zambia, Oktoba 3 ni Dar es Salaam, Oktoba 10 ni Australia, Oktoba 11 Australia pia, ambao uko ni Melbourne au Melbourne, sijui mtanisawazisha huko. Lakini all in all, hii tour ya Diamond Platnumz imeandaliwa na kampuni ya kinywaji, umeelewa, ambaye of course yeye ni ambassador wa hii kampuni ya kinywaji kilevi, bia. You understand? Yenye chui. Wewe utakatwa kwenye mshahara, shauri yako. Sasa wewe unaniletea kamera yani. Utakatwa kwenye mshahara. Nikokote mawe. The thing ambacho mimi obvious nimekuwa nikisema siku zote. Sijamuona promoter yoyote. Basi kama watakuwepo, basi ni wa kuhesabu wa kumuita Diamond Platnumz kwenye show. Yani sasa hivi Tanzania, ili tumuone Diamond Platnumz inapaswa aitwe na CCM chama au yeye mwenyewe. Of course hii tour ni ya kwake, lakini imekuwa sponsored na kinywaji. Ni ya kwake, ila imekuwa sponsored. Of course aweza Diamond Platnumz akaenda kutoa pesa zake mfukoni kwa sasa. Yani hizi ndio njia pekee ambazo za kumuona Diamond Platnumz. Either ni sponsor ambaye anafanya naye kazi, kwa huruma ya wafanya biashara. Yani sponsor ambaye anafanya naye kazi, au yeye au CCM au chama au serikali. Watu watatu hawa wanaweza wakahusika kumleta Diamond au kufanya Diamond Platnumz aonekane au iwe birthday ya Zuchu.
Sasa hawezi kupiga show sasa kwenye stadium au kwenye umati wa watu wengi, right? Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu kwa price au vitu ambavyo Diamond Platnumz anavitaka, na tukiangalia soko la muziki wa ndani, promoter yote akisema aje Mwamba Fai, japo sio kwamba watu hawana hela, lakini nachozungumzia faida baada ya kutoa. Umeelewa? Kwa sababu kama hiki kinywaji kumsponsor Diamond Platnumz kwenye hii tour, maana yake ni kwamba huyu ni brand ambassador. Kwa hiyo wanamtumia pia kama kioo kwenye kutangaza kinywaji chao, right? Lakini kwa nachomaanisha kwamba leo hii kama Diamond anavyosemaga umlipe tuseme tu milioni 100 au 150. Haya, umlipe milioni 100, umkodie private jet azurule nayo. Anaitoka Kenya ile. Bongo amesema. Haya, kuna baadhi ya sehemu unakuta labda let's say of course hapa Mbeya anaweza kafika, Mwanza ina shida. Kwa hizi sehemu Tarime inabidi atoe wapi? Atoe Mwanza, si ndio? Alafu ina convoy iende mpaka Tarime, si ndio? Na kule Tarime kuna bosi mmoja ndio waga anampelekaga kule. Unakumbuka hata kipindi kile enda kuzindua ile hotel kule? Yes, aliendaga kule. Kwa hiyo Diamond Platnumz kumuona kwa sasa ni hizo unit kadhaa tu ndio zinaweza zikamleta Diamond Platnumz kwenye show. Otherwise tutaishia tu kumuona kwenye sasa pale ulivyosema watu watatu. Ongezea na tajiri wa Tarime. Tajiri wa Tarime ambayo na tajiri yeyote akitokea. Tajiri yote. Lakini pia hata huyo tajiri akiwa anafanya hivyo, unakuta wengine hawafanyi kwa lengo la kupata faida moja kwa moja. Let's say kama mimi nikimwita Diamond Platnumz niitumie milioni 300 kwenye show yake, kuandaa tu show yake. Mimi naingiza shingapi? Viingilio vyenyewe ndo hivi vya 10,000 mpaka leo hii. Ndio maana anasema kwa huruma za matajiri. Kwa huruma za matajiri tutaweza kumuona, lakini otherwise na hisi sasa ni muda kama hivi. Hata Wizkid ana utaratibu mmoja. Akina Davido, akina Rema, kila mwaka huwa wanarudi kwenye sehemu zao walizotoka, wanapiga show. Kwao yanarudi Tandale. Na maanisha hata hicho anachokifanya ni sawa pia. Yaani kwamba naandaa show asilimia kubwa nakuta ishagharamikiwa na watu wengine. Mashabiki hata kama wakichangia basi ni amount ndogo sana. Unajua kama Davido unakumbuka alivyokuja Bongo? Si alikuwa amelipwa kabisa na kina walioandaa show. Lakini yeye anaiandika ni tour. Yaani yupo kwenye tour yake. Yaani hiyo show ambayo ameipata amekuja ni sehemu ya tour yake. Sasa ndio hicho ninachokuambia kwamba inawezekana kwamba inatumika kama hivi Diamond Platnumz kwamba ni kwamba amepata sponsor. Yaani kwamba mimi nakuja kupiga show, hawezi kutoa pesa yake mfukoni. Kwa hiyo wale unatumia kama kile brand ya Davido tu, kwa sababu ameona kwamba Tanzania inafaa kuja au sasa hivi ana program ya kuzunguka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Acha sisi tumwite. Hata gharama ambazo atazitoa tofauti na zile ambazo wewe unataka sasa kumuita direct kabisa kwa jambo lako kwamba kitu fulani Diamond atakuwepo. Hiyo kidogo tofauti. Otherwise na utumia opportunity kama hii. Kwa sababu kwa opportunity kama hii ambayo Diamond ameitoa sasa hivi, hapa hata Ricky Mia tu tukamdhamini pia. Na maanisha kwamba mimi nikasema tuna tour yako mimi hela kukupa sina, si ndio? Kama hela kukupa sina, mimi nitafanya matangazo ya tour yako. Ni kuna ubaya gani jamani? Japo kwa unadharau kituo chako cha kazi. Hebu nisaidie. Sarafina anadharau kituo chake cha kazi. Tupo tarehe za kati. Tarehe 14 leo. Zimebaki siku chache sana. Tumwambie ukweli au tumwache? Jamani, ni dharau jamani. Huku ni kunyanya sana. Anachokifanya Sarafina ni kunyanya sana. Big shout to Diamond Platnumz kwa sababu unajua kama Mbeya, Tarime, Mwanza na sehemu zote ambazo amezitaja. Naamini kuna mashabiki ambao kiu yao kubwa ni kumuona Diamond Platnumz. Na huenda miaka mingi sana imepita bila kuona show heavy kutoka kwa Diamond Platnumz. Hapa siwazungumzii watu wa Kigoma mjini. Hata Baba Levo atampeleka. Kwa sababu Baba Levo shawaletea sana Diamond kipindi cha campaign. So nazungumzia hizi sehemu ambazo amezitaja. Ukiangalia sio sehemu alizofanya show recently. Kwa hiyo kuna kiu ya mashabiki zake. Unaona anaenda Uganda. Show Diamond Uganda hivi unakumbuka mara ya mwisho ni lini? Sikumbuki. Ya Zambia nakumbuka kuna kipindi alienda Zambia kama sio mwaka jana ni mwaka juzi. Kikubwa Zambia, tu nataka tu niwaambie watu kwamba kwenye hizi tour 90% Ricky Media tutakuwepo.
This is exclusive. Kikubwa ni kwamba kama tutakuwa kama wadhamini itajulikana. Nataka niseme hiyo niachie hiyo nafasi. Kikubwa Ricky anataka kuambia Ricky Media itamsponsor Diamond Platnumz kwenye tour yake. Kwa namna yoyote sisi iwe kwa kupiga voice over. No. Sisi tutashiriki kumsupporti Diamond Platnumz kwenye tour yake. Kikubwa tunakuza Bongo Flava. Can we get some amen? On that. Amen? Bana, mimi tu Ricky, nilikuwa na Sarah Nigeria and this is trending ya Ricky Media behind the camera KB Pixel. Lakini pia nikukumbusha tu kwamba Magic Builders wanaendelea na tour yao ambapo wanazunguka mikoa mbalimbali. So hakikisha kama wewe ni mjenzi, hakikisha fundi ujenzi, tour hii itakapotangazwa kwenye mkoa wako, Katavi wameshamaliza, hakikisha unahudhuria. Lakini ni pia seminar, masomo. Tuko na Silent Ocean, Simba wa Bahari, mabingwa kabisa wasafirishaji nchini Tanzania. Bye bye.